Kwa hakika tuna kila sababu za kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema kubwa aliyotujalia ya sisi kwanza kufika hapa. Hii kwetu ni neema kubwa Waislamu. Wakati wewe unatoka nyumbani kwako kuja hapa katika kusikiliza maneno matukufu ya Qur'ani, basi fahamu kuwa muda huu uliotumia kuja hapa yupo mwenzio mfano wako, bimaana binadamu kama wewe, hivi sasa anaandaliwa kupelekwa kuzikwa. Lakini si hivyo, wakati wewe unakuja hapa au ushafika, mwenzio mfano wako, binadamu kama wewe, sasa hivi kalazwa hospitali, anaingia anayetoka hamjui. Lakini si hivyo tu, wakati wewe unakuja hapa, mwenzio mfano wako kesha pata ajali, iwe ya pikipiki, iwe ya gari, iwe ajali itakapokuwa. Lakini wewe Allah kakujalia na uzima kufika sehemu kama hii. Hawa walopata matatizo haya, haina maana kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ana mabifu nao au kuna makosa makubwa walioyafanya wakapata mitihani kama hiyo. Wewe kufika hapa haimaanishi kwamba wewe una urafiki mkubwa na Allah subhanahu wa ta'ala. La, hii ni mipango yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hakika tuna kila sababu za kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Hili lilikuwa la kwanza. La pili, nimesimamishwa na shekhe langu Sheikh Omar Muhia, baraka yetu, akipokea ombi kutoka kwa Sheikh Ali. Niliyesimama hapa haina maana kwamba ndio msomi au najua kusoma, la. Hii ni amri kutoka kwa mashekhe, nisimame nizungumze walau kidogo tu. Waislamu tumekusanyika katika jambo muhimu sana, ili naombeni muniazime dakika chache tu masikio ya nyoyo zenu. Tunaomba tuazimani masikio ya mioyo. Waweza ukanisikia kwa masikio hayo ya, lakini moyo usiwe hapa, akili isiwe hapa. Waislamu tumekusanyika katika jambo muhimu sana. Hili jambo lilokusanya hapa, tufahamu kuwa ni fursa tudhahabia. Yani kama kuna nafasi bora katika maisha ya mwanadamu, hakuna maisha yalikuwa bora kama maisha ya Qur'ani. Hakuna maisha bora kama maisha ya Qur'ani. Hapa tulipokusanyika, tokea tumeanza kukaa mpaka sasa hivi, basi tayari tushafutiwa dhambi nyingi sana, tushaandikiwa thawabu nyingi sana. Niambie wewe, ni kikazi gani chengine ambacho utapata fursa kama hiyo? Bila shaka hakuna zaidi ya kikazi kama hichi. Sasa tujiulize mimi na wewe, mtoto mdogo pale ana miaka 9 kaja kusoma juzuu 7, juzuu 5, 9, 3. Mtoto ana miaka 6 sijui 8 ana juzuu 5. Si ajabu katika sisi tulehudhuria hapa hata ama usijue kusoma. Si ajabu, si ajabu. Nini? Huyu kashajiaminisha kwamba duniani yupo, haondoki. Ushajiaminisha hivyo kwamba mimi sing'oki hapa duniani, nipo, naendelea kuwepo. Na ndio maana huna mpango na Qur'ani. Mpango na Qur'ani huna kabisa. Yani wale watoto walikuja pale, endapo kwamba sio kwa kuhifadhi, tushindanishwe tu kwa kusoma kawaida, tutapigwa watu wazima. Naomba radhi. Watatunyoosha tena vizuri sana. Sio kwa huku wala huku, kwa kina mama wala kwa kina dada huku, sio.
Watoto wale tukichukua watoto wenye miaka 10 tu waje pale, alafu huku tutoke wakubwa 7, huku wakubwa 7, huku wakubwa 7, watoto watatu tu wanatunyoosha. Haya sio kwamba nayasema kwa kubahatisha, nimefanya tajriba. Tunaenda wapi Waislamu? Qur'ani hujui, lakini unafanya kila inajitihada na mtoto wako asijue kusoma Qur'ani. Wallahi sitaki kuficha watu. Swali, funga, nenda hija, nenda toa zaka. Ikiwa mtoto wako hajui kusoma Qur'ani moja, na wewe mwenyewe hujui kusoma Qur'ani, huna cha kwenda peponi. Hapo ni kuni za Allah subhanahu wa ta'ala zinakuhusu. Kwa nini nasema watu tunawazuia watoto wetu tusifahamu Qur'ani? Wangapi kati ya sisi tulihudhuria hapa, watoto wetu hawaji madrasa kipindi cha shule? Wangapi? Mwanao anaingia shule saa 12, anatoka saa 1, unamtia tusheni, madrasa haioni. Hujamzuia mtoto. Unaenda wapi? Unategemea pepo ya nani utaingia? Swali utakavyo swali mpaka miguu ivimbe. Kwa sura kama hii hakuna cha kwenda peponi. Lakini vita nyingine inayopigwa kwa walimu ni kutolipwa ada zao. Walimu wameandaa shughuli vizuri kabisa, alhamdulillah. Sidhani kama kuna mzazi hata mmoja alithubutu kumwambia Sheikh Ali, bwana 100,000, sidhani. Leo na kesho tukimsikia ustadhi kasimamishwa kuhusu mambo ya kodi na mambo mengine, haji madrasa kwenda kushughulika mambo mengine, tusishangae. Hatuthamini haya mambo Waislamu. Ya kusema ni mengi sana, muda wangu ni mdogo na nyie muda wenu ni mdogo mlipotokea majumbani kwenu. Lakini ala alhakika ni kwamba tunoipiga Qur'ani ni sisi wenyewe Waislamu. Tusiwatafute wengine. Kwa haya machache, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.